Kwa majina yangu naitwa Josephat Robert Magumba, ni askofu wa makanisa ya Holy Ghost Revival Tanzania, lakini pia kwa neema ya Mungu ni mwenyekiti wa umoja wa makanisa katika jiji la Mwanza, lakini pia ni katibu wa Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania, yani JMAT. Siku ya leo nina furaha kubwa kwanza kumpokea mwenyekiti mpya anaitwa Musa Rashidi, ambaye alikuwa kiongozi wetu mteule baada ya mwenyekiti wetu Musa Karwanyi kwa amepata uteuzi wa kitaifa na kwenda kwenye ngazi nyingine, idara ya dini. Kwa hiyo tunashukuru sana, tumekuwa na kikao kizuri pamoja na yeye, lakini pia nampongeza kwa hotuba yake nzuri ambayo ameitoa kuhusu Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania. Amani, kwanza tueleze, amani ndio kitu muhimu sana katika eneo lolote lile. Hata wanyama wenyewe wanahitaji amani. Wanyama wakiona kuna mitutu inapigwa ya bunduki, wakaona kuna vurugu, na wenyewe pia wanahama. Kwa amani katika taifa letu la Tanzania, kwanza kwa kulingana na waasisi wetu waliotuanzishia taifa letu la Tanzania, akiwemo Mheshimiwa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, alihubiri amani. Akaja Mheshimiwa Mwinyi akahubiri amani. Akaja Mheshimiwa Mkapa akaendelea kuhubiri amani. Akaja Mheshimiwa Kikwete awamu ya 4 akaendelea kuhubiri amani. Akaja Mheshimiwa Magufuli akahubiri amani, na sasa tunaye mama Dr. Samia Suluhu Hassan, naye pia ameendelea na wimbo ule ule wa kuhusu amani. Ni kwa sababu amani hainunuliwi dukani. Amani ikipotea hauwezi kuipata tena. Ni kama mtu anachezea shilingi kwenye tundu la choo, ikidumbukia ndani ya ile tundu la choo huwezi kuipata tena, imeenda hiyo na imepotea. Na hata mimi nitoe tu kwa Tanzania kwamba kuna watu ambao wanajaribishia kwamba labda tujaribishie tuwe kama Kongo, tujaribishie tuwe kama Burundi, tuwe kama Rwanda, sio na wapi, nchi ambazo zinapigana kama Sudani Kusini, lakini mwisho wa siku amani tukishaipoteza haiwezi kupatikana kabisa. Amani ni ile hali ya utulivu wa pamoja katika nchi na kuishi kwa kuthaminiana kila mtu bila kubaguana. Kwa mfano hapa Jumuiya ya Maridhiano na Amani inaunganisha Wakristo pamoja na Waislamu. Sasa tukakaa pamoja. Mimi ni askofu. Miaka ya nyuma usingeweza kuona askofu amekaa pamoja na shehe. Kila mmoja alikuwa anatumu upande mwingine, hawa wana majini, hawa sio wanaabudu miungu mitatu, vitu vingi mbalimbali. Lakini Jumuiya ya Maridhiano na Amani imetuleta kwa pamoja kama jumuiya, ni katuungamanisha. Lakini tuna viongozi pia wa dini, wa mila, wako malasi. Jumuiya ya Maridhiano inawajumuisha kwa pamoja, ni inatuunganisha. Kwa hiyo chombo cha Jumuiya ya Maridhiano na Amani ni chombo kikubwa ambacho kinataka Watanzania tukae kwa pamoja bila kubaguana. Kuna watu wanabaguana kwa dini, kuna watu wanabaguana kwa imani, kuna watu wanabaguana hata kwa makabila, kuna watu wanabaguana hata lugha tu. Kuta watu wengine kwa sababu eti sio lugha yangu basi huwezi kuongea, huwezi kunipenda kwa sababu sio kabila lako. Lakini nashukuru Mungu kwamba kwa Tanzania hilo jambo halipo. Watu wanaishi kwa pamoja bila kuulizana wewe kabila gani. Tanzania hatuulizani hicho kitu. Kuna nchi zingine nimeenda watu wanaulizana wewe kabila gani. Usipokuwa kabila lake tayari kuna kuwepo na ubaguzi tayari ambako kanatokea. Kwa hiyo Tanzania tunaendelea kudumisha amani kwa sababu ya kwamba sisi kwanza tumezaliwa katika hali ya kupendana. Na Jumuiya ya Maridhiano sasa ndio chombo kinachotuweka kwa pamoja kwa mshikamano na kwa nguvu zaidi. Mimi ambacho uongozi uliopita, kwanza tushukuru kwanza mwenyekiti aliyokuepo. Amekuwa kiongozi mwema sana ambaye ametuweka pamoja kwa muda wa miaka yote hiyo 6. Kuna sehemu amefanya mambo makubwa tu, amefikia karibia kila wilaya. Lakini sasa mwenyekiti mpya huyu amekuja na mawazo kwamba sasa kila mmoja anapaswa kuijua JMAT. Na kwa maelezo ya mwenyekiti kwamba tunapaswa kuitangaza kwa kadri tunavyoweza, ikiwemo kwenda kwenye vyombo vya habari, ikiwemo redio kama hivi saizi hapa tuna chombo, watu wanatusikiliza na kututazama kutoka maeneo mbalimbali. Tunatamani wajue JMAT ni nini. Na mwenyekiti mpya anayo maelekezo ambayo amenipa mimi kama mwenyekiti, kwamba kila mtu, kila Mtanzania ajiunge na JMAT bila kuangalia elimu yake amesomea nini. JMAT uzuri inawakusanya watu wote. Tuna wanasheria, tuna watu wa itifaki, watu wa usalama, tuna watu wa muziki, tuna watu aina kwa kila aina. JMAT atukusanya kwa pamoja kama chombo kinachotukusanisha kwa pamoja. Kwa mimi tu ninachoweza kusema kwamba ni kumuunga mkono mwenyekiti wangu mpya
kutembea pamoja na kuyafikia yale malengo ambayo yeye anayo. Mimi ni mtendaji, akiniambia leo ni Ukerewe kwa mguu, mimi natangulia mbele. Kesho tunaenda Misungwi, mimi natangulia mbele. Kesho kutwa tunaenda Kwimba, tunaenda Magu, Ilemela, Nyamagana, Sengerema, Buchosa, Kwimba na wilaya zote za Nyamagana. Mimi nitakuwa bega kwa bega na yeye, kwa JMAT tunaitangaza kwa kadri inavyowezekana. Kwa majina yangu naitwa Askofu Josephat Robert Magumba, katibu wa Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania JMAT. Asante. Kwa Mwanza. Mimi niseme neno moja kwamba kinachokosekana ni ule uhamasishaji wa amani kabla watu waijue amani ni kitu gani, na ikiwezekana kabisa kwamba kuwepo na masomo maalum kupitia shule za kuanzia chekechea mpaka vyuo kufundisha umuhimu wa amani katika taifa letu la Tanzania. Kwa hiyo ukiangalia hata matukio yanayotukia na watu wanasema kwamba tunakinukisha au tunafanya namna gani, vipi tunaharibu amani ya Tanzania. Kama nilivyosema kwamba kuiharibu amani ni jambo jingine, kuirudisha ni jambo jingine. Kwa hiyo kikubwa, na sisi kama Jumuiya ya Maridhiano na Amani kwa kushirikiana na mwenyekiti wangu huyu mpya aliyekuja, nitaomba serikali itupe nafasi ya kuzungumza na makundi mbalimbali. Tuzungumze na vijana, kwa sababu asilimia kubwa ukiangalia hawa vijana ambao hawakuwepo hata wakati uhuru unapiganiwa kwenye taifa la Tanzania, hawajui kabisa kwamba wazee wetu walihangaika kiasi gani. Wao wanaona tu kama tukinukishe mambo yaharibike, na hata yanapoharibika hawajui hata pa kukimbilia wataenda wapi. Lakini wazee wa zamani wanasema, jamani, hii amani mnaoiona leo tuliitafuta. Kuna watu wamemwaga damu kwenye nchi yetu ya Tanzania kwa kutafuta amani. Kwa mimi nilitoa ushauri, ombi langu kwamba ikiwezekana amani liwe ni somo katika mitaala ya Tanzania, lifundishwe kuanzia chekechea mpaka vyuo vikuu, lakini pia kuzungumza na makundi mbalimbali kama nilivyosema, ya vijana, ya mamantilie, ya machinga. Serikali itupe kazi hiyo, kwa sababu sisi ndo wana amani, wadau wa amani, na Jumuiya ya Maridhiano ndio chombo pekee yake ambacho kitatusaidia kuyafanya yote hayo ambayo nimeyazungumza. Tuzunguke mkoa kwa mkoa, wilaya kwa wilaya, tusisubirie tu uchaguzi ndio tunakazana kuzungumzia habari ya amani. Amani iwe ni sehemu ya maisha yetu, kuizungumzia kila wakati, na kila mtu ajue amani ni kitu gani na namna ya kuilinda ile amani.